Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, karibu katika update za PMTV. Nipo hapa tena kwa ajili ya kuendeleza tu kile ambacho tukifanya mara kwa mara kukujuza ambayo yanatokea sehemu mbalimbali nje na ndani ya mipaka ya Tanzania. Tunakuletea update hapa. Sasa wiki hii lilitokea shambulio la kiongozi alikuwa msemaji wa kundi la M23 kule nchini Kongo, ambao limekuwa tishio zaidi kwa sababu huyo alikuwa ni moja kati ya watu waliokuwa mstari wa mbele kuongoza vikosi vya M23, hasa katika kipindi cha nyuma kidogo ambapo waasi hao walivamia kule Kivu, lakini pia kuteka baadhi ya maeneo ya kule Kongo, na yeye alikuwa ndiye msemaji wa kuongoza kundi hilo. Sasa katika shambulio hilo la drone pia kamanda mkuu wa M23 alinusurika kuuawa, ambapo habari hiyo inasema kamanda mkuu wa M23 Sultani Makenga amenusurika pia kuuawa baada ya kuondoka Rubaya dakika chache kabla ya shambulio la drone pia hili jingine ambalo pia lilimuua msemaji wa kundi hilo Willy Ngoma pamoja na watu wengine 9 karibu na kitovu cha uzalishaji wa coltan kinachodhibitiwa na M23. Wachambuzi wanaonya kuwa tukio hilo linaweza kuongeza mvutano kati ya juhudi za upatanishi zinazoongozwa na Qatar ambazo tayari zimekuwa zikikumbana na changamoto. Wakati huo huo, mapigano yanaendelea Masisi kati ya M23, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi ya wazalendo. M23 inadai kuwa serikali imeanzisha vita kamili katika Kivu Kaskazini na Kusini. Ilitegemewa labda baada ya masuluhisho, baada ya kukutana na kusaini hata ule mkataba wa kusitisha mapigano kule nchini Marekani kati ya rais wa Kongo na Rwanda, hali ingetulia huko Kongo. Lakini kifo cha Willy Ngoma, lakini pia mkuu huyu kunusurika, kumetishia zaidi huenda nchini Kongo kukaendelea na machafuko yasiyofikia tamati. Nini itakuwa hatima ya taifa la Kongo lenye rasilimali nyingi lakini watu wake wakiishi maisha magumu? Basi shiriki nasi kwenye maoni hapo. Asante.